BMP TV Professional Update. Walgani ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena tunazidi kukuletea update nono kabisa ambazo zinazidi kukufahamisha hali halisi kwenye dunia hii ya sasa pamoja na BMP TV Online, na mimi ni System Orange. Na huu ni muktasari wa habari. Umoja wa Mataifa waishauri DRC kuimarisha umoja wa taifa kwa maendeleo ya amani endelevu. Hatua mpya za ushirikiano katika kuhakikisha utulivu wa kudumu mashariki mwa Kongo. Urusi yaendelea na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani Ukraine. Kuna haya na mengineyo ndugu mtazamaji, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kufahamu update kama na hizi. Ili uwe wa kwanza kila wakati kupata update kama na hizi, fanya kusubscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi habari kamili. Bintu Kehita atoa wito kwa viongozi wa DRC. Umoja wa kitaifa ni silaha ya amani na maendeleo. Katika hotuba yenye uzito mkubwa kwa mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bintu Kehita, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, ametoa wito kwa viongozi wa Kongo kujizatiti kwa dhati katika kuimarisha mshikamano wa kitaifa, ikiwa ni msingi wa ujenzi wa taifa lenye amani, udhabiti na maendeleo endelevu. Akizungumza mbele ya wajumbe wa serikali, mabalozi, mashirika ya kiraia na wanadiplomasia wa kimataifa mjini Kinshasa, Bi Keita alisisitiza kuwa hakuna maendeleo bila mshikamano, hakuna udhabiti bila umoja wa kitaifa. Umoja wa watu wa Kongo, bila kujali tofauti za kikabila, kijamii au kisiasa, ndiyo nguzo kuu ya amani ya kudumu katika taifa hili lenye utajiri mkubwa wa rasilimali na vipaji. Bi Keita, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO, alieleza kuwa tangu kuzuka kwa migogoro ya mara ya kwanza mashariki mwa DRC, mpasuko wa kijamii, kutoaminiana baina ya wananchi na viongozi, na mvutano wa kisiasa wa mara kwa mara vimekuwa vikwazo vikubwa vya kuificha DRC katika mustakabali wa haki, ustawi na maendeleo jumuishi. Katika muktadha huo, aliwataka viongozi wa ngazi zote, serikalini, bungeni, vyama vya siasa na taasisi za kidini, kuweka pembeni tofauti zao za kisiasa au kikabila na kujenga jukwaa la kitaifa la maridhiano ambalo litawaunganisha wananchi wote bila ubaguzi. Tunapozungumza kuhusu kujenga Kongo mpya, tunapaswa kuanzia kwenye moyo wa mshikamano. Umoja wa kitaifa sio nadharia ya kisiasa tu, ni nguzo ya uhai wa taifa. Hilo ndilo jukumu kuu la viongozi wa kikazi, aliongeza kwa msisitizo. Ujumbe wake unakuja wakati ambapo taifa hilo linaendelea na mchakato wa kisiasa baada ya uchaguzi, huku changamoto za kiusalama katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini zikiendelea kuathirika ustawi wa raia. Bi Keita pia alisisitiza kwamba Umoja wa Mataifa upo tayari kuendelea kushirikiana na serikali ya DRC na wadau wengine ili kusaidia majadiliano ya kitaifa ya maridhiano, miradi ya maendeleo ya kijamii na jitihada za kuleta amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathirika na migogoro. Hatua mpya za ushirikiano katika kuhakikisha utulivu wa kudumu mashariki mwa Kongo. Katika hatua muhimu ya kidiplomasia inayolenga kurejesha amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda zimefikia makubaliano ya pamoja yenye lengo la kuondoa kabisa vitisho vya usalama na kurejesha hali ya utulivu kwenye mpaka wa mataifa haya mawili jirani. Kupitia tamko la pamoja lililotolewa na pande zote mbili, viongozi wa serikali ya Kinshasa na Kigali wameeleza kwa kauli moja kwamba pande husika zimekubaliana kutekeleza mpango wa pamoja na kuainisha juhudi za kuangamiza kikamilifu kundi la waasi wa FDLR pamoja na mpango wa kuondoa vikosi vya kijeshi na hatua za kiulinzi zilizowekwa na Rwanda kama ulivyopitishwa tarehe 31 Oktoba 2024 chini ya mwongozo wa mpango ujulikanao kama CONOPS, yani Concept of Operation. Makubaliano haya mapya yanajengwa juu ya misingi ya mashauriano ya muda mrefu
yaliyoanzishwa kwa usaidizi wa wadau wa kimataifa na wameweka dira mpya ya ushirikiano baina ya nchi hizi mbili ambazo kwa miaka kadhaa zimekumbwa na misuguano ya kidiplomasia na migogoro ya kivita haswa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mpango huo wa CONOPS uliopitishwa rasmi mnamo tarehe 31 Oktoba 2024 unaainisha hatua madhubuti za pamoja katika maeneo yafuatayo: kufuatilia na kuwasambaratisha mabaki ya kikundi cha FDLR ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikihusishwa na machafuko ya kiukwaji wa haki za binadamu katika eneo la mashariki mwa Kongo, kusitisha hatua zote za kijeshi na kurudisha wanajeshi wa kikambi, ikiwa ni pamoja na kuondoa vifaa vya kivita vya Rwanda vilivyowekwa mpakani kama sehemu ya hatua za kujiamini, kuanzisha utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji wa kushirikiana na wadau wa kikanda na kimataifa ili kuhakikisha utekelezaji wa vipengele vyote vya makubaliano haya. Makubaliano haya yanakuja wakati ambapo jamii ya kimataifa hususan Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa zikiweka shinikizo kwa pande zote mbili kuhakikisha suluhu ya kisiasa inafika baada ya mwendelezo wa matumizi ya nguvu. Kwa mujibu wa waraka rasmi uliotiwa saini na wawakilishi wa juu wa serikali za nchi hizo mbili, utekelezaji wa makubaliano haya utaanza mara moja, huku vikao vya tathmini vikitarajiwa kufanyika kila baada ya kipindi maalum ili kupima maendeleo ya hatua zilizowekwa. Hatua hii imepokelewa kwa matumaini na sehemu kubwa ya wananchi wa Kivu Kaskazini ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakihangaika na hatari za vita, ukiwemo uharibifu wa mali, uporaji, mateso ya kijinsia na mamilioni ya wakimbizi wa ndani. Iwapo utekelezaji wa makubaliano haya utafuata kwa dhati, wachambuzi wa masuala ya usalama na kidiplomasia wanaamini kuwa huenda hatimaye eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litarejea katika hali ya utulivu wa kudumu na kuchangia kwa kisiasa kikubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya ukanda mzima wa maziwa makuu. Hizo ilikuwa ni mojawapo ya swala ambalo linazidi kuchanganua huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tujielekeze huko Urusi. Ukurasa mpya wa huzuni umeandikwa tena katika mzozo wa kivita unaendelea kati ya Urusi na Ukraine baada ya shambulizi la ndege zisizo na rubani lililotekelezwa na Urusi kushambulia maeneo ya raia katika mkoa wa Odessa uliopo kusini mwa Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za Ukraine, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wawili na kuwajeruhi wengine 14, wakiwemo watoto watatu waliokuwa wamelala majumbani mwao wakati mashambulizi hayo yalipotokea. Shambulizi hilo limetajwa na viongozi wa eneo hilo kuwa ni la kikatili na lisilo angalia misingi ya utu wala sheria za kimataifa kuhusu ulinzi wa raia katika maeneo ya vita. Katika mfululizo wa mashambulizi hayo ya alfajiri ya leo, maeneo ya makazi, shule na miundombinu ya kijamii kama vituo vya afya na usafiri vimeripotiwa kupata uharibifu mkubwa. Vikosi vya uokoaji vililazimika kufanya kazi katika mazingira magumu huku wakijitahidi kuwaokoa manusura waliokuwa wamekwama chini ya vifusi. Mashambulizi ya Kherson, wakati hali ikiwa bado ni ya taharuki Odessa. Ripoti zaidi kutoka eneo la Kherson zinaeleza kuwa mashambulizi mengine yaliyofanywa na Urusi katika eneo hilo yamesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi watu watatu. Kwa mujibu wa gavana wa Kherson, mashambulizi hayo yalilenga moja kwa moja maeneo ya wakazi, jambo linalozua maswali kuhusu malengo halisi ya kijeshi ya Urusi, ambayo kwa sasa inaonekana kuelekeza nguvu zake zaidi kwa maeneo ya kiraia na miundombinu ya misingi kama vile umeme, maji na huduma za afya. Mazungumzo ya amani yakiendelea kusuasua. Haya yanajiri wakati ambapo juhudi za kidiplomasia zinazoratibiwa na Marekani zikionekana kugubikwa na hali ya kutoaminiana na kutokuwepo kwa maelewano ya msingi kati ya pande zinazohusika. Urusi, ambayo imekuwa ikisisitiza masharti magumu kama vile kutambuliwa kwa udhabiti wake wa maeneo yaliyonyakuliwa kwa nguvu, ikiwemo
Crimea, baadhi ya maeneo ya Donbas inalaumiwa na Ukraine kwa kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo haya ya amani. Kwa upande wake, Ukraine kupitia ofisi ya rais imesisitiza kuwa haitaweza kukabiliana na masharti yoyote yanayodhoofisha mamlaka ya kitaifa, uhuru wa ardhi yake na haki ya raia wake kuishi kwa usalama ndani ya mipaka ya nchi hiyo kama inavyotambulika kimataifa. Wakati hali ikiendelea kuwa mbaya mashariki mwa Ulaya, wito umeendelea kutolewa na mashirika ya kimataifa pamoja na viongozi wa mataifa mbalimbali kwa pande husika kusitisha mara moja mashambulizi na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya na baadhi ya nchi za Afrika na Asia zimetoa tamko la pamoja na kulaani mashambulizi dhidi ya raia, huku zikitaka kuwepo kwa korido salama kwa ajili ya misaada ya kibinadamu pamoja na ulinzi wa watoto, wanawake na wazee wanaozidi kutaabika katikati ya vita isiyoisha. Wakati huo mashirika ya misaada ya kibinadamu yameanza kutoa misaada ya dharura kwa waathirika wa mashambulizi hayo, licha ya changamoto kubwa za kiusalama zinazowakumba kwa wahudumu wake. Hali ya Ukraine inaendelea kuwa tete na isiyotabirika, wakati vifo na majeruhi vikiendelea kuripotiwa kila siku. Macho ya dunia yote sasa yanaelekezwa kwa viongozi wa kimataifa, hasa Marekani, Urusi na washirika wao, ili kuchukua hatua za dhati kuzuia maafa zaidi na kuanzisha mchakato wa kweli na amani. Kwa sasa matumaini ya mamilioni ya watu wanaoishi katika ukanda wa vita bado yananing'inia kwa masharti yasiyoafikiana. Swali linalolia, je, dunia itaruhusu mauaji ya raia wasio na hatia yaendelee bila kikomo? Basi tuchangie kwa pamoja kupitia komenti yako hapo ndugu mtazamaji, na huu ndo mwisho wa update yetu hii ya leo kupitia BMP TV Online. Fanya kusubscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi kwa sababu kila wakati utakuwa unapata update kama na hizi hapa. Na mimi ni Says the Mr. Orange. Asante. BMP TV Professional Update.